mpira wetu unaamini ushirikina kwa kiasi gani kocha? Umekuwa mchezaji, umekuwa kocha kwa miaka mingi. Hebu tueleze kuhusiana na hiki ambacho kimeonekana pale Benjamin Mkapa. Huwezi kujua kwenye viwanja vingine kote ambako umecheza na umefundisha. Hali ikoje? Hiyo ipo. Hiyo ipo, maana lazima tuwe. Naomba usogee kwenye mic. Lazima tuwe kweli. Vitu hiyo vipo, na unaona hata ligi ikisimama ndugu zetu nao wanateteleka kidogo. Kwa hiyo ni kama wachezaji hivi. Waganga. Kipindi inaanza ligi basi ndio kipindi na wao chama cha usajili hivi. Yaani kazi ligi ikisimama Oscar, kazi za na sisi tumhamishie hapa kwenye mic. Bado mwalimu alikuwa anazungumza vitu ambavyo tunataka tuvisikie vizuri. Watanzania wanataka wakusikie na wakutazame vizuri. Sijui nikuhamishie pale mwalimu? Sawa. Hebu nataka tuanzie hapo. Kwamba hii kali. Unataka kusema kocha Meki tumefika kwenye level ambayo waganga na ushirikina yani kwenye mpira wetu na wao wamekuwa kama wako kazini yani. Hebu tusaidie kwa kutueleza vitu ambavyo hatuvifahamu. Ukiwa mchezaji, ukiwa kocha, hizi imani zina nguvu kiasi gani? Unajua ukiwa ndani ya tasnia hiyo, uwe mwalimu, ukiwa mchezaji ndio utajua zina nguvu gani. Lakini ukiwa mshabiki zinasaidia lakini kwa sababu sisi tuko siku nyingi kwenye mpira. Unajua sio vitu vya kuficha. Ndio. Ukiwa nje sio kazi yako, haikuhusu. Unaweza ukadharau. Lakini ni vitu viko serious. Ndio maana nimesema Haji yuko siku nyingi kwenye mpira. Tena hizi timu kubwa ndio balaa. Ni balaa na bajeti zao ni kubwa. Bajeti ya hiyo zinaweza zikashinda hata mchezaji usajili. Bajeti za kwenda kwa babu yani. Wakipiga hesabu kwa mwaka. Ndio. Inashinda hata mchezaji. Kuna wachezaji baadhi wako chini kwenye bajeti ya kwenda kwa babu. Kwa babu. Oscar Meki. Na hiyo sio kwenye mpira tu, hata maisha yetu binafsi. Unajua watu wengi wanashiriki. Watu unajua hapa unaweza kaongea hapa ukanani, lakini hizo ni imani ambazo zipo. Sasa mwingine ataona aibu kusema hivyo, lakini kila mtu, na sisi wa Tanzania kila ukimkagua mtu chale mwilini. Mimi sina. Sawa. Zinaweza zikawa au ziko mahali ambako hapawezi kwenda public. Ofisini. Sasa ofisini sitaziona. Sio saikolojia, ni vinafanyika kweli. Sio saikolojia tu. Ni kweli, ndio maana nakwambia kama kazi haikuhusu uwezi lakini ni kitu hapa tunaongea ni kitu cha kawaida. Yaani kitu cha kawaida. Kwenye mpira ni kitu cha kawaida. Wewe ushawahi kushiriki? Yaani mfano labda umepoa ilizi hivi kwenye timu ya taifa au Mtibwa. Maana Mtibwa yako imeshinda ubingwa mara mbili. Mtibwa kumbuka iko Turiani. Mara mbili mfululizo. Shiki sisi tulikuwa na kakaangu mmoja Steven Nemens Juga. Alikuwa mwenyewe anavuta mipango ile. Sasa yeye ndio alikuwa kaka yetu pale. Anajifanya katokea Bagamoyo. Sasa na Bagamoyo si ndio mambo hayo ndio. Anajifanya na mtu wake Bagamoyo. Basi mwingine Mtibwa anamnunulia godoro nini anampelekea yule mtaalamu. Sasa siku nyingine anakuja, akisharudi siku ya mechi sasa sisi madogo na kina Katwila kina nani mnapewa vile vidude mvitie kwenye bukta au nini. Sasa sisi siku nyingine tunachoka tunavitia Mtibwa kule dressing room kule chooni kule kuna sehemu tunavipachika. Sasa ikapita kaviona basi anakuja anakutia makofi, nyi washenzi nyinyi mnaniharibia dili langu. Mbona vile naviona viko kule? Niambia blaza sio sisi nyinyi. Lakini unadhani ilikuwa inasaidia kuwapa ushindi? Vingine vinasaidia. Wapo. Yaani mpira vitu hivyo vipo na ni wachache wanaoweza. Na mkivaa hivyo sio kila mtu, kila mtaalamu anaweza kuuloga mpira, hapana. Na mkivaa hivyo mnajituma au mna uhakika wa kushinda. Ni waganga tu wa mapenzi kuzindika mashamba. Unaona, lakini mpira kwa wewe mtu ambaye uko siku nyingi kwenye mpira, akianza tu unajua huyu mtu ili ni kwa lake. Huyu anajua. Mbona ningali najua? Sasa wewe si uko siku nyingi huko. Kocha dada pale anasema hajawahi. Wakati hao ndo kigeni. Mimi naamini Mungu niletee maji ya baraka. Kwa hiyo mkishafanya hivyo vitu mnacheza kwa nguvu au mnaamini kwamba tayari mjanga kashafanya? Nimekwambia ni imani, hata kwenye maisha ya kawaida tu hiyo vitu hivyo vipo. Ni imani na kweli saa nyingine unaona vinafanya kazi, saa nyingine
Ndio maana nakwambia kama upo kwenye tasnia utajua kama vinakusaidia ama. Sasa unajuaje kwamba hivi ndo vimenisaidia kwa mechi ya leo? Au unaona tu kuna nani zake, lakini kwanza uwe na timu. Nilikuwa nakuja huko. Kwanza uwe na timu. Uwe na timu alafu hivyo vikolombwezo kama booster tu. Kama booster.